Karibu ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Tunaendelea na elimu zetu mbalimbali ambazo nawaleteni katika hii TV yetu ya YouTube ya Dr. Chikaramoto. Hii YouTube ni YouTube ambayo watu wamepata faida sana, na ninaombeni muendelee siku zote kuitazama, kwa sababu itakuwa ni yenye kuwapa faida na ni yenye kuwapa matunda mazuri na ni yenye kuwafanya na nyie mkaonekana ni wenye thamani mbele ya jamii. Kama mtu una mambo ya kibiashara hayaendi vizuri, usisite. Kama mtu ambaye unaona kwamba hupendwi katika mapenzi au una mgogoro wa kimahusiano, njoo tuombe dua, tumuombe Mwenyezi Mungu atufungulie ili atoe hilo janaba ambalo linaleta mgogoro katika familia, ili atoe hiyo, tumtoe huyo ibilisi aweze kufanya ndoa yako ikaweza ikashamiri na ikawa ni ndoa yenye heri na ni ndoa yenye baraka, kwa sababu haya mambo ya ndoa si kila mtu anapenda. Wewe hapo ulipo basi ukae uweze ukanufaika, uweze ukafurahi na mwenzako. Kila mtu anatamani aone migogoro katika ndoa. Kwa hiyo hayo matatizo yote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, njoo tuweze tukaomba dua ili yakaweza kuisha na ukarudi na furaha nzuri sana. Ukiwa una maradhi, kuna maradhi ya kisukari, kuna maradhi sio ya kuparalyze, sijui kuna maradhi ya moyo, kuna maradhi ya figo, maradhi mengi tu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliumba miti, na nilishawaambia miti ni chakula, miti ni dawa. Hii miti inatoka huku inakwenda kwa wenzetu, alafu wale wenzetu wanaichakata ile miti inarudi kuja kututibu sisi. Sasa sisi kwa sababu tumekuwa ni watu wa kuto kujitambua na kuto kusamini vyetu. Sasa kuto kusamini vyetu, tunakuja kwamba kitu kinatoka kwa bei rahisi kwetu kinakwenda kule kinakuja kwa bei ghali, kwa sababu tumebaki ni sisi ambao tumerogwa na aliyerogwa tunamjua wenyewe, kwa sababu tukisema tunamjua aliyeturoga itakuwa mimi sitaweza kutoa ushahidi kwamba ni nani. Inawezekana tunamjua wenyewe. Sasa inatakiwa tuthamini miti, na anayekwambia miti ni ushirikina, basi huyo ndio sio mtu mzuri kwako, kwa sababu anaposema mti ni ushirikina, dawa ni ushirikina, ina maana tayari ni dhambi ya kwanza aliyoweza kumkufuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna miti hiyo aliyoiumba. Shetani hajaumba miti. Shetani hajaumba kitu chochote katika hii dunia. Kila kitu kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Hata shetani huyo aliyemuumba ni Mwenyezi Mungu, bali yeye akageuka akamuasi Mwenyezi Mungu, ndio akaenda kwenye kundi la shetani. Kwa hiyo mtu atakaye kuambia dawa miti ni ushirikina au miti ni shirki, hebu muogope, kana mbali na huyo mtu. Ni mtu ambaye ameiga mila na utaratibu na desturi kwa watu wengine. Angalieni wenzetu wa China, angalieni wenzetu wa Korea, walishatoka huko, yaani hawapo kwenye kudanganyika, kwenye ujinga ambao sisi tunadanganyika. Wanatumia kile kitu kilichokuwa chao ambacho wanajua hiki Mwenyezi Mungu alikiumba kwa ajili tukitumie sisi, kwa ajili tujiweze tukajitibu tukapona. Sasa unakuta mtu anakunywa dawa, mtu anashika kichwa, wewe ni mshirikina, kunywa dawa. Hujui kwamba umemtukana Mwenyezi Mungu, yaani kwa sababu yeye yule mtu ameumba ule mti. Kwa ndugu zangu, hebu tujitahidi kuwa ni watu kutumia akili na IQ tuliopewa na Mwenyezi Mungu, kuliko hii IQ na akili. Waafrika tuna akili sana, lakini tumeamua kuzibinafsisha kwa watu wengi, na ndio maana ukikuta daktari ni Mwafrika ni daktari kweli, daktari sijui ni mtu wa kutoka Afrika, unakuta ni daktari, ni bingwa kweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu kuna vitu kaviweka ndani yetu, lakini kwa sababu vile vitu hatuvisamini, basi tutaendelea kusamini vya wenzetu. Sasa ndugu zangu, nilikuwa ni machache tu nitaka niwaambie kabla sijaenda kwenye maada yetu siku ya leo, ambayo ni kawaida yangu Dr. Chikaramoto kuweza kuwatoa matongotongo wale ambao bado wako gizani, wale ambao wanahisi kwamba ufalme wa Mungu uko juu yao peke yao. Hapana, kila kiumbe kilichokiumba Mwenyezi Mungu kipo kwa ajili yake, na yeye ndio atakayeweza kukiinua na kukifikisha pale anapohitaji yeye. Sasa siku ya leo tuzungumzie somo letu ambalo ninataka niweze kuwaelekeza
Somo lenyewe ni hili kwamba kuna wakati watu wanaishi pasina taratibu, na hii nishaeleza sana. Yaani, unajua malaika wameumbwa na Mwenyezi Mungu na ni viumbe ambavyo huwezi ukakishika. Sasa kama ni kiumbe ambacho huwezi ukakishika, lakini sisi malaika wanatuona, ingawa sisi wanadamu uwezo tuliopewa hatuwezi tukawaona malaika, lakini wao uwezo waliopewa wanaweza kutuona sisi wanadamu. Kwa hiyo malaika anavutiwa na mtu ambaye yeye naye anavutia kwake. Ninataka nieleze nini kwa siku ya leo? Kuna watu wana biashara zao ambazo wanazifungua. Kuna watu wanakaa kwenye maofisi, wanatengeneza maofisi kwa ajili ya biashara zao. Sasa kwenye zile ofisi unaweza hata usimtafute Dr. Chikalamoto yuko wapi. Kuna vitu ukavifanya, basi ile ofisi yako ikawa na nuru, ile ofisi yako ikawa na mwanga. Mwanga ni nini? Mwanga ni kila mtu anapopita anavutiwa na ile biashara yako. Yaani inatakiwa utengeneze kitu ambacho biashara yako itakuwa yenye mvuto. Sasa mvuto sio kwenda kwa Dr. Chikalamoto tu akupe mvuto. Kuna mvuto mwingine ni jinsi unavyoitengeneza ofisi yako na rangi unazoziweka kwenye ofisi yako. Sasa nataka niwaeleze wafanyabiashara kwamba ni rangi zipi ambazo ukiweka kwenye biashara yako ni tayari umetengeneza mvuto. Haina haja hata kuenda kwa Dr. Chikalamoto akakuwekea mvuto. Kwanza rangi zipo nyingi sana, lakini rangi kuu namba moja katika biashara yako ambayo lazima iwepo ni rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi nyekundu. Rangi nyekundu watu wanaitafsiri wanavyojua, lakini ni rangi ambayo inaonekana hata mtu awe gizani, kitu chekundu kinaonekana. Yaani ni rangi ambayo ukiwa au mwanga ukimulika tu kile kitu kina nuru. Sasa malaika hupenda rangi hizo, huvutiwa na hizo rangi. Kwa hiyo utakapokuwa na ofisi ambayo ina rangi yenye mvuto katika hizi rangi tatu nitakazo kueleza, ina maana ofisi yako itakuwa inavutiwa na malaika wazuri ambao watakuwa wakijaa malaika wazuri katika biashara yako. Basi nao watavuta watu kwenye biashara yako. Biashara yako itakuwa na nuru, itakuwa na mwanga na biashara yako itakuwa nzuri. Nimetaja rangi ya kwanza ni rangi nyekundu. Rangi ya pili ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe nayo ni rangi ambayo ni muhimu sana katika biashara yako. Unapoweka biashara yako ni rangi ambayo ina mvuto kwenye biashara yako, ambayo inavutia malaika. Ni rangi ambayo inakuwa na mvuto kwa upande wa malaika. Wakiiona ile rangi wanapenda kushereheshea kwenye hiyo biashara. Sasa pendelea na hiyo rangi nyeupe. Rangi ya tatu ni rangi ya blue. Rangi ya blue iliyoiva. Yaani rangi ya blue mara nyingi inamfanya mtu anaonekana ni mtu maalum. Vile vile inaonekana biashara yako ni biashara maalum. Kwa ni rangi ya blue nayo ni rangi ya mvuto katika hao malaika wenye heri na malaika wenye nuru na malaika wenye mwanga, wanapenda kuvutiwa na hizi rangi. Kwa hiyo hizi rangi ukiziweka kwenye biashara, ninakuahidi utaona matunda yake. Utaona matunda yake. Na ndio maana niliwaambia kwa Dr. Chikalamoto anawapa tiba, mkiwa hapo hapo unapata tiba yako. Sio mtu wa kutangatanga. Kwa hii ni tiba mojawapo ya wewe unaofungua biashara. Kama leo una mpango wa kufungua biashara, hizi rangi nilizokuwekea, hata kama hutatumia zote, lakini weka rangi angalau hata moja, utavutia malaika wazuri, malaika wenye heri watakuwa wanavutiwa kwenye biashara zako. Na kuna kitu ambacho watu wanashindwa kukijua. Kuna malaika na kuna mashetani. Sasa katika majini kuna majini wabaya na kuna majini wazuri. Nitakuja kuelezea kwa urefu mbele hii maada katika vipindi vinavyokuja, ila kwa ninachotaka kuelezea leo
Ina maana malaika wakiwa wengi wazuri kwenye biashara zao, wanapotokea majini wabaya wanaogopa, wanaona wale waliopo pale si saizi yao. Sasa wakiwa malaika wazuri ni wachache, ni rahisi sana hawa malaika wabaya au majini wabaya kwenda kuhozi eneo la biashara yako na kupunguza nuru. Ina maana ishuke nuru. Basi ndio maana utaona bana, mimi nimefungua biashara ngumu, sioni wateja, sijui pesa zionekani, sijui chuma ulete, mambo chungu mzima, kwa sababu biashara yako imesakamwa sana na mashetani wabaya kuliko malaika wazuri. Ndugu zanguni, nafikiri kwa siku ya leo mtakuwa mmenielewa vizuri sana. Kitu kikubwa, muendelee kunifuatilia. Kuna mambo mengi sana na kuna elimu nyingi sana ambazo nazitoa kizani nazileta kwenye mwanga, na nilishawaambia elimu siku zote, nikawaambia mafanikio yapo kizani. Yaani mchakato wa mafanikio unayatoa kizani unayaleta kwenye mwanga. Yaani ili mtu uweze ukawa tajiri, lazima uende ukakutane na vitu vigumu. Vile vigumu uvishinde, na unapovishinda vile vitu vigumu unakuwa wewe mwenyewe peke yako. Yaani watu wanakuja kukuona wewe tajiri, wanakuona wewe ni tajiri, hawaoni ule mwanzo wako wa mchakato wako wa utajiri. Kumbe kule kwenye mchakato wako wa utajiri ndio umekutana na vitu vigumu. Sasa vile vitu vigumu ndio vitu vinavyotoka kizani. Sasa wale watu wanakuja kukuona umeibuka tu wewe ni tajiri, wanaona utajiri wako tu ule, hawaoni yale ulioteseka nao kizani. Kwa utajiri unachakatwa kutoka katika kiza. Ukishatoka katika kiza unaletwa kwenye mwanga, ndio watu wanauona. Kwa hiyo wewe tafuta wewe utajiri wako katika kiza, alafu ulete kwenye mwanga, kila mtu atausherekea, lakini hawajui ule utajiri wako umeupata vipi. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni vitu vichache nitaka niwaelekeze. Kwa hiyo ndio hata hayo niliyokuwa naelekeza yana mantiki hiyo. Kwa hiyo ningeombeni siku ya leo niishie hapa. Katika mada yetu za leo tulizoziongelea, nafikiri mtakuwa mmezielewa. Kikubwa, kama kuna sehemu utahitaji kuuliza swali, usisite kupiga namba ya 0784994048, na hapo kwenye screen ni hiyo namba inapita hapo, hiyo hapo inapita, ndio namba yangu hiyo. Vile vile WhatsApp hiyo inapatikana hiyo namba. Popote ulipo, ukiwa Ulaya, ukiwa Marekani, sijui ukiwa Afrika Magharibi, ukiwa Mashariki, sijui ukiwa Asia, ukiwa sijui wapi, mimi napatikana. Na washukuruni sana watu ambao mnatoka nchi mbalimbali, ambao ni Waafrika wenzetu ambao mko huko, wengine ni watu wa huko ndugu zenu ambao mnawashirikisha, tunawasiliana na wapokea. Na shukuru sana. Endelea kusubscribe ili tuweze tukawasaidia, hata kama ni wenzetu tumeenda kwenye nchi zao, na sisi tunaweza tukapata thawabu kwa kuwapelekea kitu chetu. Kwa sababu hivi vitu, kuna vitu nitakuja niwaelezeni baadaye kwamba hivi vitu msivione viko Afrika, kwamba hakuna uchawi wa kizungu. Watu wakwambia uchawi wa kizungu ni kurusha ndege. Sasa takuja niwape maana halisia ya nini huo uchawi wa kizungu wanaozungumzia. Ndugu zanguni, asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana. Tuendelee kuonana siku nyingine.